Na tumulike sasa mzozo wa Mashariki ya Kati. Marekani imesema inaendelea kuheshimu usitishaji mapigano na Iran licha ya juhudi zake za kuziongoza meli kupitia kwenye mlango bahari wa Hormuz zinaendelea na haitaki kuanzisha upya vita na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Msimamo wa Washington umetolewa katika wakati Iran imetoa onyo kali, ikiweka wazi kwamba operesheni yake ya kuzisindikiza meli kupitia kile kinachoitwa kampeni ya ukombozi kitageuka kuwa operesheni ya mkwamo. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi yanayojiri kwenye mzozo huo. Macho yote kwenye mvutano huu mpya unaoshuhudiwa takriban wiki 4 baada ya kutangazwa usitishaji mapigano yanaelekezwa kwenye mlango bahari wa Hormuz, na kubwa zaidi ni kwa sababu kila upande umeonyesha hauko tayari kuachia udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji nishati duniani. Marekani hivi leo imesema vikosi vyake vinaendelea na juhudi za kuzisindikiza meli za kibiashara kupita ujia huo wa bahari, lakini mpaka sasa ni meli 2 tu zinatajwa zimeshapita, na zote zikiwa zinapeperusha bendera ya Marekani. Mkuu wa majeshi ya Marekani Dan Kane amesema kwenye kampeni hiyo zinahusika meli za kivita za kuharibu makombora na ndege 100 pamoja na wanajeshi 15,000. Lakini pamoja na kuonekana nguvu hizo za kijeshi, kwa upande mwingine Pete Hegseth amesema vikosi vya Marekani vinapendelea kuchukua njia ya amani kuziongoza safari za meli kupita kwenye ghuba hiyo ya Uajemi, lakini mambo yakibadilika watakuwa tayari kuingia vitani. Project Freedom is defensive in nature. Project Freedom ni kampeni ya kujilinda yenye mwelekeo mahsusi na ya muda mfupi, ikiwa na lengo moja tu: kulinda safari za meli za mataifa yasiyo na hatia dhidi ya uchokozi wa Iran. Vikosi vya Marekani havitohitaji kuingia kwenye bahari au anga ya Iran. Hakuna umuhimu, hatutafuti vita, lakini tunachosema ni kwamba Iran haiwezi kupewa nafasi ya kuzuia mataifa yasiyokuwa na hatia na bidhaa zao kupita kwenye njia hiyo ya bahari ambayo ni ya kimataifa. Pamoja na mtazamo huo, Marekani inashikilia kwamba msimamo wake wa kuheshimu usitishaji vita haujabadilika, lakini ikiwa meli yoyote ya kibiashara itashambuliwa, itachukua hatua ya kujibu vikali. Mkuu wa majeshi Jenerali Dan Kane amesema waziwazi mbele ya waandishi wa habari hivi leo kwamba vikosi vya Marekani vimeshajiandaa kuanzisha tena operesheni ya mapambano dhidi ya Iran ikiwa amri hiyo itatolewa, na adui hapaswi kudhani kujizuia kwao ni kutokana na kudhoofika. Iran ambayo imeishambulia upya kwa makombora mshirika wa Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu na meli kadhaa, imeionya Washington hivi leo kwamba mpango wake wa kuwa msindikizaji meli kwenye ujia wa Hormuz utagonga mwamba badala ya kuleta kile inachokiita ukombozi. Kuna mamia ya meli kutoka mataifa mbalimbali zimekwama zikisubiri kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz ulioko baina ya Iran na Oman. Kufuatia mvutano huu mpya, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linajiandaa kukutana baadaye leo kujadili azimio linaloungwa mkono na Marekani na Bahrain, ambalo huenda likafungua njia ya kupitishwa vikwazo dhidi ya Iran na hata pengine uwezekano wa kuruhusu nguvu za kijeshi ikiwa Tehran itashindwa kusitisha mashambulizi yake na vitisho dhidi ya meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Asante sana Saumu Mwasimba alikuwa akiumulika mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Armenia imekuwa mwenyeji wa mkutano wake wa kwanza wa kilele na Umoja wa Ulaya, tukio muhimu la kidiplomasia kwa taifa hilo la iliyokuwa sehemu ya dola ya Kisovieti ambalo sasa limetangaza rasmi nia yake ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, sambamba na kuanza kwa tahadhari kulegeza uhusiano wake wa muda mrefu na mshirika wake wa jadi Urusi. Babu Abdallah na maelezo zaidi. Mkutano huu wa kilele kati ya Armenia na Umoja wa Ulaya uliofanyika mjini Yerevan umefuatia mkutano mwingine uliowaleta pamoja viongozi kadhaa wa Ulaya katika mji mkuu huo wa Armenia kujadili masuala ya ulinzi wa kanda hiyo katikati ya mzozo unaoendelea nchini Iran. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa walifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan, ambapo walikubaliana kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kuendeleza ushirikiano wa kiusalama kati ya pande hizo mbili. Von der Leyen aliutaja mkutano huu wa kilele wa kwanza wa aina yake kama hatua kubwa kuelekea kiwango kipya cha ushirikiano kati ya Armenia na Umoja wa Ulaya. We all live in a volatile geopolitical context.
Tunaishi katika mazingira tete ya kijiografia na kisiasa, na katika mazingira haya yenye changamoto, mkutano huu wa kwanza kabisa kati ya EU na Armenia umefanyika katika wakati muwafaka zaidi. Ni fursa ya kuimarisha uhusiano wetu na kusukuma mbele ushirikiano wetu wa kipekee, na tutafanya hivyo kupitia vipaumbele 4 muhimu. Cha kwanza ni muunganisho. Tumetia saini ushirikiano wa kuunganisha miundombinu, hatua itakayotupeleka katika kiwango kipya cha matarajio katika ushirikiano wetu. Mikutano hiyo miwili uliwa viongozi wa Ulaya kujadili usalama wa bara, na huo Armenia na EU unaonyesha wazi jinsi Armenia inavyozidi kuelekea upande wa mataifa ya magharibi na kujiondoa polepole kutoka katika ushawishi wa Urusi. Uhusiano kati ya Armenia na Urusi, mshirika wake wa jadi, umezorota katika miaka ya karibuni, hasa kutokana na kile Armenia inachokitaja kama kushindwa kwa vikosi vya kulinda amani vya Urusi kuingilia kati wakati wa migogoro ya kijeshi na jirani yake Azerbaijan. Mamlaka za Armenia zimeilaumu Urusi kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya Azerbaijan, ingawa Moscow, ambayo yenyewe iko vitani na Ukraine, ilisisitiza kuwa vikosi vyake vya kulinda amani havikuwa na mamlaka ya kuchukua hatua za kijeshi. Ama kwa upande wake, waziri mkuu Nikol Pashinyan amesema Armenia itafurahia na kuridhika endapo itakubaliwa kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. DW tunavuma kwa kishindo. Na kama ndio unajiunga nasi, ni Dunia Yetu leo jioni, safu ya uchambuzi wa ripoti chungu nzima kutoka kila pembe ya dunia. Tuingie tena barani Afrika. Jeshi la Sudan limezishutumu Umoja wa Falme za Kiarabu na Ethiopia kwa kuhusika na shambulizi la droni lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana Jumatatu, hatua iliyosababisha Sudan kumrejesha nyumbani balozi wake nchini Ethiopia. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Msemaji wa jeshi hilo Brigedia Jenerali Asim Awad Abdel Wahab anasema serikali yake ina ushahidi kwamba shambulizi hilo na baadhi ya mashambulizi kwenye majimbo kadhaa kuanzia Machi 1 yalifanywa kutokea kwenye uwanja wa ndege wa Ethiopia wa Bahir Dar. Aidha, ameyahusisha mashambulizi hayo pia kurushwa kutoka katika uwanja wa ndege wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Inna al-musayyara birraqam S88. Walichokifanya Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu ni uchokozi dhidi ya Sudan, na hatutakaa kimya. Vikosi vyetu vya kijeshi vimejiandaa vizuri kukabiliana na kitisho chochote kwa njia ambayo italinda heshima, uhuru na usalama wa taifa. Litaamul maa ayi tahdid. Awali Wizara ya Habari ilisema hakuna mtu aliyejeruhiwa na hakuna hasara iliyosababishwa na shambulizi la jana katika uwanja huo wa ndege, ambao ungerejea katika shughuli zake baada ya taratibu za kawaida za usalama kuchukuliwa. Duru za kijeshi zimeliambia shirika la habari la AFP kuwa kikosi cha anga kilizidungua droni hizo. Watu walioshuhudia wamethibitisha kusikia mlipuko wa mabomu na kusema kuwa mashambulizi ya Jumatatu ya droni yaliulenga uwanja wa ndege wa Khartoum, ambako baadhi ya mapigano kati ya jeshi na wanamgambo wa vikosi vya RSF yalianzia mnamo Aprili mwaka 2023 na ambao ulipokea ndege yake ya kwanza ya kimataifa wiki iliyopita katika kipindi cha miaka 3. Wananchi wa eneo hilo ambao hawakutaka kutajwa majina yao wamesema wanaamini kuwa RSF inahusika na mashambulizi hayo. Hivyo RSF haijazungumza chochote. Kwa muda mrefu UAE imekuwa ikishutumiwa kwa kuwapatia silaha RSF, lakini imekuwa ikikanusha madai hayo. Wakati huo huo, Sudan imemrejesha nyumbani balozi wake wa nchini Ethiopia kutokana na kuihusisha nchi hiyo na mashambulizi hayo ya droni siku ya Jumatatu. Shirika la habari la Sudan SUNA limeripoti leo kuwa waziri wa mambo ya nje wa Sudan Mohi Aldin Salem ametangaza kuitwa nyumbani balozi wa Sudan aliyeko nchini Ethiopia kwa mazungumzo kutokana na shambulizi hilo la droni. Salem amebainisha kuwa wamethibitisha kikamilifu kwamba shambulizi hilo limetokea Ethiopia, nchi ambayo inapaswa kuwa taifa ndugu. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia leo imekanusha madai hayo ya Sudan, ikiyaita yasiyokuwa ya msingi. Aidha, imelishutumu jeshi la Sudan kwa kuwaunga mkono waasi katika jimbo la kaskazini la Tigray wanaoipinga serikali kuu ya Addis Ababa. Katika taarifa yake iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, Ethiopia imesema Sudan inawapatia msaada wa silaha na kifedha mamluki hao na hivyo kurahisisha uvamizi wao katika mpaka wa magharibi wa Ethiopia.
Ni ripoti ya kwake Grace Kabogo hiyo kuhusiana na mvutano huo huko nchini Sudan. Shirika la Afya Duniani WHO linasema linachunguza uwezekano wa mlipuko wa virusi vya Hanta kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kufuatia visa vilivyoripotiwa kwenye meli ya kifahari iliyokuwa ikitokea Argentina kuelekea Cape Verde. Michael Kwena ana ripoti kamili juu ya swali hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu 3 tayari wamefariki dunia kutokana na maambukizi hayo, huku mgonjwa mmoja akihamishwa hadi Afrika Kusini kwa matibabu ya dharura katika chumba cha wagonjwa mahututi. WHO inaeleza kuwa inawezekana baadhi ya waliofariki waliambukizwa virusi hivyo nje ya meli wakati wa shughuli za kitalii. Hata hivyo, kuna dalili kuwa maambukizi ya mtu kwa mtu huenda yalitokea baadaye ndani ya meli hiyo, hasa miongoni mwa watu waliokuwa katika mahusiano ya karibu. Virusi vya Hanta kwa kawaida huenezwa kupitia panya au kwa kugusana na mkojo, kinyesi au mate yao. Hata hivyo, katika mazingira ya nadra, aina fulani ya virusi hivyo inaweza kusambaa kati ya binadamu, hasa katika mazingira ya ukaribu mkubwa. Akizungumzia hali hiyo, daktari bingwa kutoka Uholanzi Marco Goijenbier anafafanua. Virusi vya Hanta ni kundi la virusi vinavyosambazwa hasa kutoka kwa panya kwenda kwa binadamu. Inaonekana hapa ni aina ya Amerika Kusini ambayo huathiri mapafu na moyo. Dalili zinaweza kuanza kuonekana kuanzia siku 7 hadi karibu wiki 6 baada ya maambukizi, lakini kwa wastani ni takriban siku 14. Kwa sasa WHO inasema kipaumbele ni kuwaondoa wagonjwa wawili waliobaki ndani ya meli na kuwapeleka katika vituo vya matibabu barani Ulaya, ikiwemo Uholanzi au Hispania, kabla ya meli hiyo kuendelea na safari yake kuelekea visiwa vya Canary. Hata hivyo, mamlaka za Uhispania zimesema hazitatoa uamuzi wa kuruhusu meli hiyo kutia nanga hadi tathmini ya kitaalamu ya kiafya itakapokamilika. Akizungumza mjini Geneva, mtaalamu wa WHO Maria van Kerkhove amesema uwezekano wa maambukizi kati ya watu waliokuwa karibu kama wanandoa au waliokuwa wakishiriki vyumba hauwezi kupuuzwa. Licha ya hali hiyo, WHO imesisitiza kuwa hatari kwa umma kwa ujumla ni ndogo. Shirika hilo linaeleza kuwa maambukizi ya Hanta kutoka mtu hadi mtu si ya kawaida, na hatua kali za kujikinga zimechukuliwa kwa wale wote wanaohusika, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vifaa vya kinga na usafishaji wa mara kwa mara wa mazingira ya meli. Takriban watu 150 walikuwa ndani ya meli hiyo ya kifahari iliyokuwa ikifanya safari ya uchunguzi wa mazingira ya Atlantika iliyoanzia kusini mwa Argentina mwishoni mwa Machi. WHO imetoa wito wa utulivu, ikisisitiza kuwa hali inadhibitiwa na hakuna ushahidi wa hatari kubwa kwa jamii kwa sasa, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kubaini chanzo na namna maambukizi hayo. Jacob Safari yuko upande wa pili wa studio. Tangu mapema leo yeye ndio anatazama watu wanazungumza nini mitandaoni. Jacob, jioni hii kuna nini? Jioni hii ni mbwa anazungumziwa sana Tanzania huko. Aha, kuna mbwa wa polisi. Kuna kisa kinazungumziwa sana. Mwigizaji wa filamu kutoka Tanzania Wema Sepetu. Aha, kumbe mbwa wa Wema Sepetu. Amefiwa na mbwa maskini. Nimeona taarifa hiyo. Watu wanaijadili sana. Watu wanaijadili sana kwa sababu waigizaji wenzake wamefurika kwake. Kutokea jana kukafanywa kesha kumwomboleza mbwa huyo. Mbwa anaitwa Manunu. Kwa hiyo wanamwomboleza. Kuna msiba huko, wanasema wenyewe ni msiba mkubwa. Kwa hiyo ni kisa cha tofauti sana, unajua kwa barani Afrika. Kwa bara la Afrika unapopoteza mnyama, ndiyo kweli, hatuwezi kupuuza. Kila mtu anafahamu jinsi anavyoguswa na kiumbe ambacho anakihudumia, kina roho, lakini kwamba mnakuwa na mkusanyiko wa watu wamekwenda kutoa pole. Kwa hiyo wanamuomboleza mbwa huyo. Hapa Ulaya bila shaka inakuwa ni sehemu ya familia. Mnyama anakuwa ni sehemu ya familia, na anaombolezwa kama vile. Watu wanasemaje? Kulfafa anasema hii sio njaa, ni ujinga wa ukoo. Alafu kuna huyu Kenya anasema hii nchi ina watu wengi sana wasiojielewa, na kwa bahati mbaya wanaoitwa kioo cha jamii ndio wanaongoza katika mambo kama hayo yasiyo na maana. Alafu Samora anasema ya Oktoba 29 hamkuwahi hata kusikika, ila msiba wa mbwa umeonekana kuguswa sana. Utadhani amekufa mtoto aliyekuwa tumboni kwa miezi 9.